ya TEHAMA na ubunifu katika ufundishaji. Ningependelea zaidi twende sambamba katika mada hii kwa mfumo wa mashirikiano. Labda ningeuliza ndugu washiriki kama kuna mtu yoyote anafahamu maana ya TEHAMA. Najua tukiongelea ubunifu ni jambo ambalo linatambulika, linaeleweka kwa urahisi, lakini pia ufundishaji ni jambo ambalo pia tumelibobea kama walimu. Lakini tukiongelea TEHAMA tunaongelea jambo gani hapa? Ni nani anatupa hiyo idea? Au ndo tunaanza sifuri tuanza moja sasa? Naam. Maana TEHAMA manake ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Nadhani hicho ni kirefu cha TEHAMA. Alhamdulillah umetusaidia kwamba TEHAMA ni ufupisho wa maneno matatu ambayo yameunganishwa kwa pamoja. TEHAMA. Te ni teknolojia, ha ni habari, na ma ni mawasiliano. Sasa labda kwa maana pana, TEHAMA ni nini? Nani anaweza kutusaidia? TEHAMA kama alivyosema ndugu yako kwamba ni kifupi cha teknolojia habari na mawasiliano. Kwa maana hapana ni kwamba ni matumizi ya vifaa vya teknolojia kama vile simu na kompyuta katika kukusanya, kuchakata na kusambaza taarifa kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano. Mashaallah, tabarakallah. Hiyo ndio sahihi kabisa, ni definition ya TEHAMA. Tukianza na neno teknolojia, ni teknolojia maana yake matumizi ya maarifa. Tukiongelea maarifa ina maana ni elimu inayosomwa. Ujuzi ina maana ni yale vitendo ambavyo ujuzi unapatikana kwa kufanya mara kwa mara na kurudia. Na zana kama alivyotaja ndugu yetu, zana ndio inakuwa ni simu, kompyuta, projekta na kadhalika, ili kutatua matatizo au kurahisisha kazi za mwanadamu. Kwa teknolojia kwa upana wake ni maarifa yakiambatana na ujuzi wa jambo fulani, tukishirikisha zana zinazotumika kwa ajili ya kurahisisha au kutatua matatizo ya mwanadamu. Lakini tukija kwenye habari, habari maana yake ni ukusanyaji, na ukusanyaji, uchakataji na utumiaji wa taarifa. Tukiongelea ukusanyaji, labda tutoe fikra ambayo inaweza ikatuvuta kwa ukaribu katika uelewa. Ukusanyaji ni mfano mtu ameingia kwenye mtandao, anataka kuandaa lesson plan au anataka kuandaa research, utafiti fulani. Kwa pale anapoingia kwenye mtandao au kwenye vitabu au halikadhalika, pale ndo anapokusanya zile taarifa. Baada ya hapo uchakataji. Sasa zile taarifa tumezipata zimekuja kwa namna tofauti tofauti. Umechukua maneno haya kwenye kitabu hichi, umechukua maneno haya kwenye saiti hii, unakuja unayachakata ili yalete maana ambayo wewe unayoikusudia. Lakini baada ya hapo na utunzaji wa taarifa. Hii ndio sehemu ambayo habari inadili nayo. Ukishapata zile taarifa ukazichakata, nazo unazihifadhi kama ni kwenye hard drive, kwenye hard disk na kadhalika. Lakini kwenye mawasiliano ni usafirishaji wa taarifa hizo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Zile taarifa ambazo umezipata ukazichakata, sasa waziwasilisha. Kama ambavyo mimi nimetafuta hizi taarifa kuhusiana na semina inayohusu TEHAMA, nikazichakata kuzitengenezea hii PowerPoint, sasa naziwasilisha. Ndio pointi ya mawasiliano. Kwa hiyo kwa ufupi, TEHAMA ni mfumo unaojumuisha ukusanyaji, uchakataji, uhifadhi
na usambazaji wa taarifa kwa kutumia teknolojia. Na mazoea yetu wengi tushazoea teknolojia ndio haya mambo ya kompyuta tu, simu na nini. Teknolojia iko kwenye nyanja nyingi sana. Hii imeitwa TEHAMA kwa sababu teknolojia hii inadili na habari na mawasiliano, lakini pia kuna teknolojia inayohusiana mambo ya kitabibu, kuna teknolojia inayohusiana na mambo ya viwanda. Ndio maana kunatengenezwa wale maroboti yanayokuwa na uwezo wa kufanya kazi nyingi na kubwa kwa haraka sana, kama viwanda vya masoda yale, kupeki soda, kutengeneza boto zile chupa na kadhalika. Kwa hiyo TEHAMA ni teknolojia mahususi inayodili na habari na mawasiliano. Nguzo za TEHAMA. Ni vitu gani vya msingi ambavyo vinaunda TEHAMA? TEHAMA imegawanywa katika nguzo kuu 3. Nguzo ya kwanza, vifaa vya kielektroniki au hardware. Vifaa hivi vinahusisha simu, kwa maana wale wote ambao tuna simu tuna TEHAMA tayari. Simu janja au kompyuta au tableti au projekta, hivi ndio vifaa vyote vinavyohusiana na teknolojia ya TEHAMA. Nguzo ya pili ni mifumo au program, kwa Kiingereza software. Hivi vifaa mfano simu, kompyuta, projekta haviwezi vikajiendesha vyenyewe kama vilivyo. Ni lazima kuwe na software. Mfano katika kompyuta kuna kitu kinaitwa Windows. Yaani bila Windows kompyuta ni kopo tu ambalo limekaa na kazi yote. Hii Windows ikiwepo, programu hii ndio inawezesha wewe mtumiaji kufanya hicho ambacho unahitaji kukifanya. Mfano kwenye simu kuna programu mfano wa Android. Nadhani watu wengi tunatumia hii mifumo ya Android. Android ni mfumo unaowezesha simu kutumika. Mfumo huu ukiharibika, simu haiwezi ikatumika. Mifumo mingine ambayo tunaitumia mara kwa mara ni mfumo wa WhatsApp au programu ya WhatsApp, ambayo nayo inatuwezesha kufanya mawasiliano baina yetu. Lakini pia kuna programu inaitwa Excel, ambayo hii kazi yake ni kuchakata taarifa. Nadhani wahasibu pamoja na nyanja nyingine wanazitumia kwa wingi. Lakini software nyingine muhimu ambayo imeletwa au imetengenezwa hivi karibuni inaitwa Artificial Intelligence. Kwa Kiswahili unaweza tukaita akili bandia au akili mnemba. Naona ndio Kiswahili ambacho kinatumika sana hivi kwenye Kiswahili rasmi, akili mnemba au akili bandia. Jambo la tatu kama nguzo ya TEHAMA ni mifumo ya mawasiliano, mitandao ile, ambapo hapa tumesema tunaweza tukawa na wifi, interneti, minara ya simu na kadhalika. Hivi ndio vinavyotuwezesha kuwasiliana baina ya chombo kimoja kwenda chombo kingine, mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Bila hivi tutabaki sisi ni sisi tu na hivi vifaa vyetu. Mfano tunataka kuingia Google kufanya research ya jambo fulani, ni lazima kuwe na vyombo vya mawasiliano, kwa sababu kiuhalisia tukiongelea mfumo au mtandao kama Google umehifadhiwa kwenye kompyuta ambayo iko Marekani. Naomba tuelewane kidogo hapa, maana tunaweza tukawaacha. Mimi nikiwa vitu vyangu nikavisevu kwenye Google, kikawaida nimevituma kwenda kuhifadhiwa kwenye kompyuta ambayo iko Marekani. Sio kwamba iko juu tu mawinguni, hapana. Sasa kinachonifanya mimi niweze kuifuata na kuipata kile kifaa ambacho nimekihifadhi kule ndio hii mitandao. Kupitia interneti, kupitia minara ya simu, una uwezo wa kuwasiliana baina ya chombo fulani na chombo fulani, ukaweza kupata taarifa unazozihitaji. Kama kuna maswali yoyote naomba tunoti, tutakuja kuulizana mbeleni. Naomba tujikite zaidi kwenye hii artificial intelligence, akili bandia au akili mnemba. Akili bandia ni uwezo wa mashine au mfumo wa kompyuta
kufanya kazi zinazohitaji akili ya mwanadamu. Akili ya mwanadamu inafanyaje kazi? Ina taarifa kichwani, ina uwezo wa kuzichakata kufanya maamuzi fulani. Nataka kwenda markaz kuu, tayari nina taarifa kwamba njia ya kwenda markaz kuu ni hii na hii na hii, na naichakata ile taarifa, nachukua action, miguu inaanza kutembea. Kwa hiyo kwa mfumo wa akili mnemba, nayo ina uwezo wa kufanya kazi zinazohitaji akili ya mwanadamu, ambapo kazi hizo ni moja, kufikiri. Akili mnemba ina uwezo wa kufikiri kama mwanadamu anavyofikiri kwa uwezo ambayo mpaka dakika hii imefikia. Lakini jengine, kuchambua. Kwenye kuchambua, labda niwape mfano. Tuna matokeo ya wanafunzi wa darasa la kwanza, hesabati kapata alama fulani, Kiingereza alama fulani. Unampatia huyu akili mnemba, ana uwezo wa kuchambulia na kukwambia huyu mwanafunzi kwa somo hili amepata grade gani, na kwa klasi hii mwanafunzi wa kwanza ni yupi, wa pili ni yupi, wa tatu ni yupi, wa nne ni yupi. Wewe kazi yako ile ulifanya ni kuipelekea tu zile taarifa ulizokuwa nazo ambazo haujazifanyia mchakato wa aina yoyote. Namba tatu, akili mnemba ina uwezo wa kujibu maswali. Ukaiuliza swali ikakupa majibu kwa kadri ya vile utakavyoiuliza. Uwezi ukaiuliza akili mnemba kwamba mfano hapa na Dar es Salaam ni kilomita ngapi, ukategemea akupe kilomita za hapa mpaka Segera. Maana yangu ni kwamba kile utakachokiuliza ndio utakachojibiwa. Kwa hiyo hapa kuna utaalamu wa jinsi ya kuuliza maswali ili ikupe majibu unayohitaji. Mfano, kama mwalimu unasomesha class 1, unahitaji uiulize maswali fulani akili mnemba, una uwezo wa kuipa context, maudhui ya kutosha ili ikupe majibu yanayokustahili. Mfano, mimi ni mwalimu katika shule fulani fulani inayosomesha masomo ya dini, tunadili na wanafunzi fulani fulani, naomba uniandalie kitu hichi. Basi kwa kadri ya vile utakavyoiuliza ndio itakavyokupa majibu kwa jinsi ambavyo umeiuliza. Lakini la mwisho ni kujifunza. Siku hizi kama tunatembelea sana hii mitandao ya kijamii, haswa YouTube, kuna matangazo mingi tunaambiwa stop using ChatGPT like Google. Sijui kama mmekutana nayo. Acha kutumia ChatGPT kama Google. Nitaeleza kiufupi tofauti ya Google na tofauti ya ChatGPT. Google inadili na taarifa zilizowekwa na mwanadamu tayari. Mfano, nikimwambia Google naomba uniletee picha ya gari la aina ya haisi, haitokutengenezea picha mpya, bali itakuletea picha ambazo tayari zipo kwenye mtandao wa Google. Hiyo ndio Google ilivyo. Lakini ChatGPT au akili mnemba ina uwezo wa kuiambia naomba utengeneze gari mfano wa haisi lenye matairi 10, na akakutengenezea. Naomba tunoti maswali tulokuwa nayo ili tuje kuulizana vizuri. Mfano wa hizi program ambazo ni za akili mnemba ndio kuna hiyo ChatGPT. Tukiingia Google tukasearch ChatGPT, naomba tuitamke ChatGPT. ChatGPT. Hii ni programu kubwa sana kwa sasa ambayo ndio inadili na akili mnemba. Lakini kuna Google Gemini, kuna Microsoft Copilot ambayo hizi zina uwezo wa kujibu maswali, kusaidia kuandika na kutoa maelezo kwa lugha rahisi. Labda tufafanue kidogo hii akili mnemba inafanyaje kazi. Kwa sababu tumeshaongelea mfano wa Google ni mtandao ambao una uwezo wa kupata taarifa ambazo tayari zimekwisha wekwa na wanadamu. Yaani mfano hapa tumepiga picha tukazituma mitandaoni. Mtu akisearch seminar, moja ya picha ambazo huenda zikatokea kwenye Google ni picha yetu ambayo inaongelea seminar.
Kwa hiyo haina uwezo wa kuleta picha ambayo haipo kwenye mtandao wa Google. Lakini hii akili mnemba inafanyaje kazi? Kukusanya taarifa. AI hukusanya data nyingi sana kutoka vyanzo mbalimbali vya mtandao na maktaba za kidigitali. Kazi yake AI tayari ina uwezo wa kusoma data nyingi ambazo zipo tayari mtandaoni. Jambo jingine ni kujifunza mifumo kwa kutumia algorithm za kisasa. AI hujifunza mifumo na uhusiano uliopo ndani ya taarifa hizo. Hii AI ina uwezo pia wa kujifunza pattern. Labda nitoe mfano ili tupate kuelewana. Mfano, sisi kama kwenye kitengo chetu cha habari tunaitumia kutengeneza maudhui zinazohusiana na mambo ya kihabari. Mfano, tunaweza tukamwambia ChatGPT, naomba unitengenezee tangazo la picha la hutuba ya Ijumaa. Ukishataja hutuba ya Ijumaa, huyu AI tayari anajua haya ni maudhui ya dini ya Kiislamu. Basi hata ule utengenezaji wake atauleta kwa njia ile ile ya maudhui za Kiislamu. Kwa sababu gani? Ana uwezo wa kusoma na kujifunza mifumo. Yaani ana uwezo wa kufuatilia data zilizokuwa mtandaoni na kujifunza kwani maudhui ya Kiislamu yanaundwaje. Kama mmegundua, mara nyingi maudhui za Kiislamu zina rangi za kijani. Sijui nani ambaye alibuni hilo kwamba rangi ya kijani ya dini na Uislamu. Basi hata huyu AI naye pia ukimwambia maudhui zozote za Kiislamu atakuletea rangi ya kijani pamoja na vitu kama hivi, inaitwa abstract au mapambo ya Kiislamu, ili mradi iendane na yale maudhui ambayo unayahitaji. Lakini jingine ni kutoa majibu. Una uwezo wa kumuuliza swali na akakujibu. Google hauwezi ukaiuliza naomba kujua Shekeba kazaliwa wapi au Sheikh Salim Barahiani, inategemea na taarifa zilizokuwepo Google. Lakini huyu ChatGPT ana uwezo yeye wa kukuunganishia taarifa mbalimbali. Sijui kama tuelewana kwenye hii point. Google hawezi kuunganisha akakuletea kitu. Yeye atakacholeta ni link ya website, ukiingia utakutana nacho au kadha. Lakini huyu ChatGPT ana uwezo wa kuunganisha matokeo na data zilizokuwa mtandaoni kukuletea jibu sahihi ambalo wewe unalihitaji. Na uzuri zaidi, hata Kiswahili wanajua. Tutakuja kuona kimifano. Kiswahili, Kiarabu, Kiportugali, kila aina ya lugha, kwa sababu tayari hizi taarifa zimo nyingi mno mitandaoni. Intaneti imeanza kutumika tangu miaka mingi sana iliyopita. Kwa hiyo kupitia zile taarifa ambazo tayari zilishahifadhiwa, hii akili mnemba imetengenezwa kujifunza kupitia zile taarifa ambazo zipo tayari mtandaoni, kuleta kitu chenye maana ambacho watu wangependa kukipata au kukihitajia. Turudi sasa kwenye muktadha wetu wa elimu na ufundishaji. Matumizi ya akili mnemba katika ufundishaji. Labda nirudishe kidogo hili jambo kwenu. Kama walimu, ni jambo gani ambalo ni gumu mno au linachukua wakati mrefu au muda mrefu katika maandalizi? Kitu kigumu lesson plan. Kitu kigumu ni lesson plan, ambayo inaweza ikachukua muda gani kuiandaa? Yaweza ikamchukua mtu wiki nzima au na zaidi ya wiki. Bwana, kama wengine wapinga tupate maoni mengine chapa. Kuna mkono pale Juma, shekhi wetu wa TEHAMA. Naam, katika nyanja za kufundishia, kitu kigumu cha ambacho tunapata muda mrefu kukiandaa
ni scheme of work na lesson notes. Scheme of work na lesson notes. Inshallah tutakuja kujaribu hapa kama huyu akili mnemba ana uwezo wa kutengeneza hilo na anachukua muda gani kutengeneza kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo matumizi ya akili mnemba katika ufundishaji, tuna uwezo wa kuandaa lesson plan, tuna uwezo wa kutengeneza mitihani, haswa yale mitihani yoyote unayotaka, ya kitaifa, ya kimataifa, ya kimabara yote ulimwenguni unayotaka. Lakini nadhani kwa nyanja yetu sisi tuna uwezo wa kuitengeneza mitihani ile ya weekly, au umemaliza topiki fulani, tunatengeneza yale mitihani ya haraka haraka ambayo ina uwezo wa kutusaidia katika ufundishaji wetu. Namba 3 ni kufafanua mada ngumu. Nalo pia hili ni kazi ambayo ni rahisi mno kwa huyo akili mnemba. Tuna walimu wa sayansi humu ndani? Naomba uchukue maiki kidogo. Naomba utuelezee kwa ufupi gravity ni nini ili tukuelewe. Kama unahitaji vitabu tuambie tu ili tusipoteze muda. Yaani hapa nataka kutoa fikra kwamba kuna fikra nyingine ni ngumu mno kuzieleza, lakini kupitia huyu akili mnemba ana uwezo wa kukurahisishia kutengeneza uelewa kutokana na haja uliokuwa nayo. Shekhe, jibu unalo? Nguvu ya mvutano baina ya nini na nini? Ndio. Na mwezi na sayari nyingine au dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Sawa. Meiona concept iliyokuwa ngumu kidogo. Lakini kupitia akili mnemba ana uwezo hata wa kukutengenezea picha jinsi hii mivutano inavyofanya kazi. Ili kama we mwalimu, kwa sababu elimu unayo, tayari inakurahisishia kuwaelekeza wale wanafunzi hii gravity yafanya vipi kazi. Kwa hiyo una uwezo wa kumwambia akili mnemba, naomba unieleweshe, nifanye kama mtoto wa darasa la pili, nieleweshe gravity, akakuelezea kwa mujibu wa uelewa wa mtoto wa darasa la pili. Au naomba unielezee gravity kwa mujibu wa ngazi ya chuo kikuu, naye akakuelezea kwa mujibu wa uelewa wa mtu wa ngazi ya chuo kikuu. Jengine ni kutengeneza vielelezo, nadhani katika ambavyo vimetajwa, lakini pia kuandaa teaching material. Tutakuja kufanya practically hii akili mnemba. Kwa hiyo tu shift kidogo kwenye zana nyingine za TEHAMA. Pale tumeongelea tu zana ya akili mnemba. Teknolojia inampa mwalimu nguvu mpya darasani kwa matumizi ya projector. Kama mmeona hapa, japokuwa picha yangu sio nzuri sana, lakini inarahisisha kumuelewesha mwanafunzi ni kitu gani wewe unafundisha, jinsi vile ambavyo umekipangilia. Projector una uwezo wa kuonesha slides kama hizo, una uwezo wa kuonesha video, una uwezo wa kuonesha picha. Kwa hiyo matumizi ya TEHAMA katika ufundishaji, tukitumia zana kama hizi, tuna uwezo wa kufikia mafanikio makubwa zaidi ya vile ambavyo tunafundisha sasa hivi. Jingine ni smart board. Hii inshallah kama ofisi ya katibu tutapanga namna gani hivi vifaa vya kitehama kupatikana na kuanza kutumika mashuleni. Smart board ni kama ni kompyuta la kiskrini. Kwa maana ndani ya hii skrini una uwezo wa kuchora, ukafunga, ukafungua, ukaingia Google, ukatoa YouTube, unachotaka ukakifanyia kazi mbele ya wanafunzi kwa ajili ya kuwaongezea uelewa. Lakini pia video za mafunzo kama nilivyoelezea, tuna uwezo kama mwalimu kwa dhana ngumu kama hizo za gravity na nyinginezo, una uwezo wa kuleta video na ukawaonesha wanafunzi na wakaelewa zaidi na zaidi. Zana nyingine ni electronic library. Nadhani kwa wale walimu wa dini kuna maktaba kubwa sana inaitwa Shamila. Ndio?
Islamic Library. Vitabu vingi sana vimo humu ndani, ambapo utakuwa na uwezo wa kuingia na kuresearch kupata unachotaka na maalumati mingi ambayo imo. Lakini sio tu upande wa dini, hata upande huu wa mazingira, library hizi zipo nyingi sana mitandaoni. Projector na smartboard zinamwezesha mwalimu kuonyesha picha, video na maswali ya papo hapo kwa wanafunzi wote darasani. Electronic library ni maktaba ya mtandao inayompa mwalimu na mwanafunzi upataji wa vitabu, makala na vifaa vya kielimu bila kikwazo cha kijiografia. TEHAMA katika uwasilishaji wa somo. Kama mwalimu tuna uwezo wa kutumia TEHAMA katika uwasilishaji wa somo. Tuna uwezo wa kutumia njia ya video kama nilivyoielezea. Mfano tukaingia YouTube ukaangalia video ambayo inaweza kukusaidia wewe kuwasilisha somo lako vizuri, ukaionyesha kwa wanafunzi wakapata uelewa wa ziada, kwani mwanafunzi anapoona kitu na kukisikia inakuwa inamrahisishia zaidi uelewa. Lakini pia matumizi ya picha, matumizi ya audio kwa yale masomo ya lugha, mfano yale madarasa ya chini yale, herufi hii inatamkwa vipi, lugha hii inasemwa vipi, lugha ya Kiarabu na mfano wake. Lakini pia kwa njia ya slides kama hizi, una uwezo wa kuwasilisha somo lako vizuri kabisa. Maandalizi ya mwalimu kwa msaada wa TEHAMA. TEHAMA ina uwezo wa kumsaidia mwalimu kufanya utafiti, kuandaa lesson planning, kuandaa teaching materials na kujiendeleza kielimu. Kama tunavyojua sasa hivi, kwanza YouTube peke yake ni chuo. Yaani YouTube peke yake ina masomo na kozi nyingi sana ambazo zinatolewa free. Mtu akiamua kuwekeza muda wake kujifunza, basi anakuwa mjuzi wa jambo lolote lile analolihitaji. Na bado YouTube inaendelea kuingiza maudhui nyingi sana za mafunzo na maudhui nyinginezo nyingi sana. Niwape mfano, hivi juzi fotokopi yetu pale Markaz Kuu iliharibika drum. Tukainunua drum, ikabidi tutafute fundi. Lakini kuingia YouTube, kila step unayoitaka kufundisha mpaka wamaliza kuifunga na inaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kuna ujuzi na elimu nyingi mno kwenye hii mitandao ya kijamii na mifumo ya kitehama kwa ujumla, ambayo tukiamua kuitumia ipasavyo, tuna uwezo wa kufanya research, utafiti wa aina yoyote. Na hata siku hizi akili mnemba zina uwezo wa kukufanyia utafiti na kukuletea reference kwamba jambo hili nimelitoa hapa, jambo hili nimelitoa hapa, jambo hili nimelitoa hapa. Lakini pia ina uwezo wa kuandaa lesson plans kama tulivyogusia, kuandaa teaching materials na mengineyo. Sasa labda tuingie practically kwenye matumizi ya akili mnemba. Kama mnaiona screen yangu hapa, niko kwenye Google. Una uwezo wa kusearch tu ChatGPT. Ukifungua ya kwanza kabisa ambayo hii mnaiona ChatGPT, na mara nyingi hiyo ndio itakuja ya kwanza. Ukiingia itakupeleka kwenye mtandao wao moja kwa moja. Baada ya hapa, kama wale wanaotumia kompyuta au laptop, kuna sehemu ambayo una uwezo wa kubadilisha lugha unayoitaka. Unataka uongee na ChatGPT kwa lugha gani? Kama ni Kiarabu ipo, kama ni Kiingereza ipo, na kama ni Kiswahili ipo. Kwa demonstration hii tutachukua Kiswahili. Sasa ningeomba maelezo kidogo ili tuandae kwa pamoja lesson plan. Nani atachukua hilo jukumu? Tunataka kuandika lesson plan kupitia huyu ChatGPT. Nani atajitolea
washiriki tunataka kutengeneza lesson plan. Tunachohitaji ni maelezo ya kumpa ChatGPT ili atuandalie hiyo lesson plan yetu ambayo tunahitaji. Ni nani atatupa maelezo? Somo gani, mada gani, ili tupate kuiandaa? Naona mmeshaanza kuiogopa. Nani atajitolea? Jamani, si tuandaa lesson plan kila mara? Nani atatusaidia tuandae lesson plan? Naam, Sheikh. Apewe mic. Utaingiza voices, ndio hivyo? Utaingiza sauti. Yaani ukiachana na sauti tuandike kwa maneno tunachokihitaji ChatGPT atufanyie. Tunahitaji kitu gani? Lesson plan, yani ni ile idea ambayo tuko akilini mwetu. Mimi mwalimu wa somo la hisabati nataka kuandaa lesson plan kadha kadha kadha. Aiyo. Okay. Habari ChatGPT. Naomba usielezee angalau la somo la geography. Kwa level gani? Darasa gani? Ana lesson plan ya aina darasa. Ile sema tutaandika darasa. Maana yake kwa sababu sasa hii geography ni ya darasa. Tuseme form 2. Form 2. Okay. Form 2. Okay. Haya, tuandika sasa message yetu katika ChatGPT ili atupe matokeo ambayo yale. Kuna kitu tumesahau? Maudhui, mada. Mada gani tuseme kwenye geography? Kwenye form 2 nataka mada ya map reading. Tumuelezea huyu akili mnemba, tunaweza tukamchukulia kama ni personal secretary ambaye ana ujuzi unaohitaji wewe, kwamba wewe unahitaji kitu fulani, yeye anakusaidia kukiandaa kitaalamu na kwa mpangilio wa kiprofessional. Tunaandika swali letu au prompt, kitaalamu inaitwa prompt, ile amri unaiambia ifanye. Tuandika naomba andika lesson plan ya somo la geography kwa ajili ya kidato cha pili katika mada ya map reading. Tambua kwamba nipo Tanzania na ninatumia mitaala ya Wizara ya Elimu. Tayari nimeandika prompt yetu, labda niisome twende kwa pamoja. Naomba andika lesson plan ya somo la geography kwa ajili ya kidato cha pili katika mada ya map reading. Tambua kwamba nipo Tanzania na ninatumia mitaala ya Wizara ya Elimu. Ukipiga enter, tayari ameshakuandalia mpango wa somo, lesson plan. Labda niwatajie. Somo ni jiografia, kidato ni kidato cha pili, mada ni kusoma ramani, map reading. Somo ndogo, alama za ramani na ufafanuzi wake. Muda dakika 80. Malengo ya somo: ifikapo mwisho wa somo mwanafunzi aweze kuelezea maana ya ramani, kutambua aina mbalimbali za alama za ramani, kusoma na kutafsiri ufunguo wa ramani, yani map key, kutumia alama za ramani kuelezea taarifa mbalimbali. Vifaa vya kufundishia: ramani za Tanzania, atlasi, chaki au kalamu, ubao, vitabu vya kiada mfano Geography for Secondary Schools, kadi zenye alama za ramani. Njia za kufundishia: maswali na majibu, majadiliano ya darasa,
kazi za vikundi, maonesho au demonstration. Utangulizi dakika 10. Mwalimu aanze kwa kuuliza maswali. Ramani ni nini? Umewahi kuona ramani wapi? Mwalimu aonyeshe ramani ya Tanzania na kuwauliza wanafunzi watambue baadhi ya vitu wanavyoona. Uwasilishaji wa somo dakika 40. Hatua ya kwanza, maana ya ramani. Hatua ya pili, alama za ramani. Hatua ya tatu, ufunguo wa ramani na kadhalika. Na mengine, tathmini, mwisho, hitimisho. Umepewa pia kazi za nyumbani za kuwapa wanafunzi na marejeo ambayo ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kitabu cha jiografia namba cha kidato cha pili. Anakwambia sasa, kama ungependa naweza pia kukuandalia lesson plan nyingine za map reading kama scale, direction au grid reference au scheme of work ya wiki nzima. Bado anakwambia na uwezo wa kukutengenezea scheme of work ya wiki nzima. Huu ni mfano mdogo ambao una uwezo wa kuambia ChatGPT na akakuelewa. Na hii ni kwa njia ya maandishi. Kwa watu wengine kama mimi mvivu wa kuandika, pia una uwezo wa kutumia sauti. Kuna sehemu ambapo hapa ina button ya microphone, una uwezo wa kukibofya ukaongea Kiswahili cha popote unapotaka na kikakuelewa, kikakuletea matokeo ambayo unayahitajia. Kwa hiyo na hii tusije tukaiona imekaa kimazingira mazingira, hapana. Hii hata kwenye upande wa dini, unataka hadithi, unataka aya, unataka kuandalie somo, lolote unalotaka, una uwezo wa kufanya kwa urahisi kabisa. Hapa kinachofanyika baada ya hapa, wewe kama mwalimu una copy, unapeleka kwenye sehemu ambayo una uwezo wa kuedit, utaondoa vile vitu ambavyo wewe uhitaji. Kwa sababu saa nyingine ChatGPT anaweza kukuletea maneno ya kiroboti ambayo kiuhalisia kwenye jamii yetu hayatumiki. Yaani mtu akiona tu aona hichi Kiswahili sio cha hapa. Wa edit kidogo unaiweka kwenye matumizi. Ngoja niwaoneshe tuna uwezo pia wa kutengeneza image, picha. Naomba uniangalie picha. Ni mfano ya tangazo la hotuba ya Ijumaa Masjid Al-Sheikh, ambapo khatibu ni Sheikh Ali Nasr. Mada bora wa Kiislamu. Tayari kama mnaona hapo kwenye skrini inasema creating image. Tayari anakutengenezea picha uliyohitaji. Sasa ni jambo gani akuletee itategemea na jinsi utakavyomueleza na yeye akakuelewa. Hiyo ndio pointi ya msingi mno, lazima tuifahamu. Yaani uwezi ukaandika mavagavaga akakuletea kile ambacho ulikuwa nacho akilini. Lazima uandae vizuri, utengeneze maneno yako yaeleweke, yapangike, anakuletea kitu ambacho wewe ulikitaka. Acha tuangalie picha itakayotuletea. Hii ndio akili bandia au akili mnemba. Sheikh Al-Nasr ameshatengeneza kwenye ChatGPT yake na tayari imeleta picha nzuri kabisa, tena ya kimataifa hii, mashaallah. Na nyingine inachukua muda kidogo, haswa kwenye mambo ya picha na vitu vingine, lakini pia itategemea na ni jinsi gani mtandao wako uko steady au vipi. Au amelala hiyo.
Na alhamdulillah huna haja ya kuwa na laptop, makompyuta. Simu yako peke yake ina uwezo wa kusaidia vizuri kabisa kufanya huu uchawi ambao kama ingekuwa miaka 50 iliyopita ungekuwa uchawi. Tukiwa tunasubiria picha yetu itokee, kwa sababu muda pia umekwisha, labda tukaribishe maswali mawili ili tufunge session yetu. Lengo ilikuwa la semina hii ni kutoa uelewa mpana